الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يا معشر المسلمين، أيها الناس عباد الله، katika leo بعون الله سبحانه وتعالى tutaishi na anwani ya mada ambayo ni التوحيد. أولا يا دعاة الإسلام، توحيد kwanza enyi walinganizi wa Kiislamu, tauhidi kwanza enyi walinganizi wa salafia. Ndugu zangu katika imani, التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. توحيدي نكمفكش الله katika ibada, na ibada za Kiislamu zimejengeka katika msingi uliokuwa mkubwa, wa huwa at-tauhidullah. Nao msingi wenyewe ni kumpekesha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hii tauhidi ndio msingi ambao umejengewa ibada zote au ibada nyingi za Kiislamu. Ibada nyingi ambazo zimewekewa sheria katika hii dini watu waitekeleze, zimejengewa na msingi wa kumpekesha Allah tabaraka wa taala peke yake. Ndugu zangu katika imani, suala la tauhidi ndio ambao Allah tabaraka wa taala aliwatumiliza mitume wake, aliwatumiliza manabii, aliwatumiliza mitume waje kulingania kunako na at-tauhid, kunako na suala la watu kumpekesha Allah tabaraka wa taala. Na tunaona hata huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa analingania kunako na hii tauhid, na aliletwa katika umma kuwalingania watu kunako na kumpekesha Allah tabaraka wa taala, na wakae mbali na wajitenge na ushirikina na wale wenye kufanya shirki. Na tunaona hali ya Waarabu kabla ya Uislamu, katika enzi za ujahilia waliokuwa nao Waarabu, wanasema kana al-arabu qabla al-islam. Tuangalie hali za Waarabu ambazo walikuwa nazo kabla ya Uislamu. wanasema kana al-arabu qabla al-islam mushrikin, walikuwa Waarabu kabla ya Uislamu katika enzi za ujahilia ambazo Waarabu waliishi. Anasema kana al-arabu qabla al-islam mushrikin, walikuwa Waarabu kabla ya Uislamu ni wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Yaabuduna al-asnama, walikuwa ni wenye kuabudia masanamu, walikuwa ni wenye kuabudia mizimu. Wayuqaddisunaha, na walikuwa ni wenye kuitukuza hiyo mizimu yao, walikuwa ni wenye kuyatukuza hao masanamu yao. Wakanu, na walikuwa Waarabu kabla ya Uislamu yaktuluna auladahum, walikuwa ni wenye kuwaua watoto wao khawfan min al-ju'i, walikuwa wanawaua watoto zao kwa kuhofia kuna njaa, wal-faqr, na walikuwa wanawaua watoto zao kwa kuhofia kuna ufakiri. Kwa hiyo katika ujinga ambao walikuwa nao Waarabu kabla ya Uislamu, kabla ya kuja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu yaqtuluna auladahum, hakika Waarabu wao walikuwa ni wenye kuwaua watoto zao khawfan min al-ju'i wal-faqr, walikuwa wanawaua kwa kuhofia nini? Kwa kuhofia njaa. Kwa kuhofia nini? Kwa kuhofia ufakiri. Hizi ni hali ambazo walipitia Waarabu kabla ya Uislamu. Wayadkhuluna, na walikuwa Waarabu
wanawazika banatahum, mabinti zao, wa hunna hayatun, hali ya kuwa wao ni hai. Katika ulelia ambao walikuwa nao walikuwa ni wenye kuwazika mabinti zao wa kike, hali ya kuwa wako hai, wanachimbia shimo wanawazika, khashyata al-'ari wal-'aibi, kwa kuogopea tutebea na kwa kuogopea tuharibu. Na walikuwa wanaitakidi baada ya mikosi kwamba ukiwa na mtoto heidha wa kike, wewe basi utakuwa na njaa, wewe utakuwa na maisha duni ya kifakiri. Ndugu zangu katika imani, hizi ni hali ambazo walikuwa nazo Waarabu kabla ya Uislamu. Wakanu mutanafirina mutashajirina, na walikuwa hao Waarabu katika hali ya kuitarifiana mara kwa mara, hali ya kufanya migogoro ya kugombana mara kwa mara. Yuharibu ba'dhum ba'dha, wakipigana baadhi yao kuwapiga wengine. Walikuwa wanapigana wao kwa wao liahwal asbab, kwa sababu duni tu walikuwa wanagombana, wanaitarifiana mara kwa mara kwa sababu duni tu. Hizi ndizo ambazo waliishi Waarabu, hizi ni stage ambazo kabla ya Uislamu, katika ujinga ambao waliupitia Waarabu kabla ya Uislamu, waliishi katika hizi hali. Walikuwa wanaona mtu kuzaa, haukuwa na mtoto wa kike ni nuksi, kuzaa kuwa na mtoto wa kike ni ufakiri na ni aibu na ni fedhea. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka taala alimtumiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umma huu, kuna kuwalingania, kuna at-tauhid, na ndio alianza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allah, alimtuma Allah tabaraka taala bin nadhalati an ash-shirki, kukemea, kuonya au kuofisha kunako na ushirikina. Wayad'u ila at-tauhid, na awalinganie wale watu wa Waarabu hao ambao walikuwa wanaishi katika jahiliya, katika hizo hali walikuwa wakiabudia masanamu, walikuwa wakiabudia mizimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliletwa kwa ajili ya kuwalingania wao, kuwakataza wao wasiwe wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, na wamwabudie Allah tabaraka wa taala. Na ndio lengo la kutumiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia kadhalika lengo la kuumbiwa sisi tusilisahau. Allah tabaraka wa taala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikupatapo mimi kuumba wanadamu na majini isipokuwa kwa lengo la kuniabudia mimi. Yuwahidun, wanipekeshe, wanifanyie mimi ibada peke yangu. Allah tabaraka wa taala anasema, kwa lengo la kuumbiwa mwanadamu, lengo la kuumbiwa majini ni wao wamwabudia Allah tabaraka wa taala peke yake. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa katika umma kuwalingania watu katika tauhid, na alianza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza dawa yake katika hali ya siri. Anasema bada an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alianza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'awati sirra, kulingania kwa siri, kulingania kwa mficho. Lamma nazala alayhi, ili pale iliposhuka kwake yeye, ya ayyuhal muddathir, uliyejifunika gubigubi, qum fa'andhir, simama na uonye, wa rabbaka fakabbir, na mola wako mtukuze, wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zisafishe, warrijza fahjur, na masanamu yaame, wala tamnun tastakthir, na wala utoe, ili kwa lengo la kutaka kuzidishiwa. Walirabbika fasbir, na kwa ajili ya mola wako subiri. Ndugu zangu katika imani, kama tunavyofahamu katika sira inavyotueleza ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadri miaka ilivyokaribia kupewa unabii, alikuwa ni mwenye kujitenga, alikuwa ni mwenye kujitenga na watu wake. Alikuwa ameenda kwenye pango au katika mlima wa Jabal Hira, alikuwa akiabudu katika mila ya babu yake Ibrahim alayhi salam. Alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiabudu katika mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, hakupitia ujahiliya wa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, hakupitia kabisa. Alikuwa yeye katika maisha yake alikuwa ni mwenye kufanya ibada kunako na mila ya babu yake Ibrahim alayhi salam. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuendelea kufanya kwake ibada katika ile jabali ya Hira, alimtokezea malaika Jibril alayhi salam na kumwambia asome. Alimbananisha na kumbananisha
Mtume alipopata fursa ya kuondoka kukimbilia nyumbani kwake, akakimbilia katika nyumba ya mkewe, huko akimwambia zammiluni zammiluni, nifunikeni 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 nifunikeni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokana na dhiki ambazo amezipata huko, mshtuko ambao umempata huko, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakimbilia kwa mke wake. Na tunaona hapa mwanamke atakana awe ni mwenye mariwaza kwa mume wake. Pindi mume wake anapokutana na changamoto za kimaisha, changamoto za majukumu mbalimbali, atakana mwanamke awe ni mwenye kumliwaza mume wake kwa kumwambia maneno yaliyokuwa mazuri, asimsokomeze maneno tu, asije akawa amefika mume wake ametoka kwenye shughuli zake, katika majukumu zake, katika hekeka zake, akawa anamwongelea maneno ambayo sio ya kustahili. Ndugu zangu ni katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika katika nyumba yake akamwambia mkewe, zammiluni zammiluni, nifunikeni nifunikeni, kutokana na yale ambayo ameyaona huko. Pale Jibril akafika na akamwambia ya Allah tabaraka wa taala, sura hii ikawa imeshuka pale, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliyejifunika gubigubi, fa anzir, simama na uonye, bimaana yundhir an shirki, onya kemea kunako na ushirikina, wayad'u ila tauhid, nalingania kunako na tauhidi, ya rabbaka fakabbir, na mola wako mtukuze, ay adhimuhu bitauhid, mtukuze kwa tauhidi, mtukuze kwa kumpokesha yeye peke yake, wa thiyabaka fatahhir, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mambo zako zisafishe, ay tahhir a'malaka min an shirki, yatakate matendo yako, yatawarisha matendo yako kutokana na ushirikina, warujza fahjur, na masanamu yaave, bimaana al-asnam masanamu wahjuruha, yani ayana hayo masanamu akae mbali nayo. Ndugu zangu ni katika imani, Allah tabaraka wa taala alipomwambia warujza fahjur, na masanamu yaave, bimaana arrujz al-asnam ni masanamu, wahjuruha tarkuha wa ahliha wal bara'at minha wa ahliha, ya kwamba masanamu yaame, tarkuha wa ahliha, yaache hayo masanamu na watu wake, wal bara'at minha wa ahliha, na jiweke nayo mbali, na kaa nayo mbali, na yatenge hayo masanamu, kaa nayo mbali. Haya ndio ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ulinganizi wake aliamrisha na Allah tabaraka wa taala alinganie kunako na tauhidi. Fadaa ahla baiti, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuteremshiwa hii sura, baada ya kuelekezwa haya, fadaa ahla baiti, ndipo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaita watu nyumbani kwake, wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, na wale ambao wenye kumwamini yeye katika miongoni mwa marafiki zake, alladhina ya'taqiduna sidqa, ambao hao walikuwa ni wenye kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao walikuwa ni wenye kuamini ukweli wa kuamini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawakusanya, akawaita ndugu zake, marafiki zake, kisha baada ya kuwaita, fadaa ila ibadati llahi wahda, alianza kuwalingania, basi alianza kuwalingania Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunako na kumpokesha Allah tabaraka wa taala peke yake, warafat bin nas, na akawalingania watu kunako na kuwafanyia watu upole, kufanyia na upole baina yao, wattihadi, na akawalingania watu kunako na watu wawe umoja katika dini, umoja katika sunna, umoja katika mafundisho ya Allah tabaraka wa taala, wa tariki alharbi, na walingania hao kunako na kuacha vita, wakad badaa bid'awati sirran khawfan min mufajaati nas, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza ulinganizi wake wa siri kwa kuhofia watu wasije wakawashtukiza, kwa kuhofia watu wasije wakawashtukiza biamri lam ya'rifuhu, katika mambo ambayo wao kabla ya kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakuyapata kuyajua, hawakuyapata kuyafahamu, wala yasma'u bihi, na wala hawakuyasikia katika masikio yao yale ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo alikuwa hakiwalingania, wa huwa at-tauhid wan-nadhr 'an ash-shirki, kuwalingania kunako na tauhid, ibada ya kumwabudia Allah peke yake basi na kumshirikisha. Al-ilmu inda Allah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ndugu zangu katika imani, tuko katika anwani yetu ile ile ya kuwalingania watu kunako na tauhid, ad-da'wa ila tauhid. Ndugu zangu katika imani, ndio msingi ambao waliokuwa nao masahaba
walikuwa nao masahaba. Pia kadhalika ndio msingi ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituhusia sisi kwa umma wake. Tunako na at-tauhid, watu wampekesha Allah tabaraka wa taala na watu wasiwe ni wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Istamarrat ad-da'watu sirriya 3 sanawat, aliendelea na ulinganizi wa kisiri wa mpisho katika miaka 3. Ajaba fi abnaiha kathiru min al-ashrat wal mawalid, walijibia na wakaitika ulinganizi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale mabonyenyo katika mji, wale watu watukufu katika mji, mawalii katika mji, walijibia wito wa Bwana Mtume Muhammad ulinganizi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada dhalika, baada ya jambo hilo, umira sallallahu alaihi wasallam, aliamrishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jahri, kulingania kwa wazi, kuwalingania watu kwa wazi, sio kwa mpisho tena, sio kuwalingania nyumbani tu, sio kuwalingania misikitini. Aliamrishwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya miaka 3 awalinganie katika sehemu za watu. Biqaulihi ta'ala, qala Allah tabaraka wa taala aliposema fasta' bima tu'mar, tangaza lingania bima tu'mar, yale ambayo ulioamrishwa, wa a'rid 'anil mushrikeen, na wapuuze washirikina. Pia wasail ala sabr, baada ya kuamrishwa na Allah tabaraka wa taala alingania katika uwazi. Wasail ala safa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipanda katika mlima wa Safa, wanada qauma, na akawaita watu wake. Falamma ijtama'u, na pindi walipokusanyika jamaa zake, ndugu zake wa karibu, watu wake, familia zake, marafiki zake, qala lahum, akasema kuambia wao, hal tusaddiqunani, nyinyi mtanisadikisha mimi fima ukhbirukum, kwa yale ambayo nyinyi mtawapeni habari, kwa yale ambayo nyinyi mtawaambieni. Faqalu jami'uhum, wote wakasema naam, ndio ewe Mtume wa Allah, tutakusadikisha katika yale ambayo sisi utatuambia, katika yale ambayo sisi utakayotupa habari. Ma jarrabna alayka kadiban mundu sughrika ila al'an, wanasema wale watu ya kwamba aliwakusanya ndugu zake, watu wake wa karibu, ma jarrabna alayka kadiban, hatujawahi kupata urongo kwako wewe, mundu nashatika, tangia mwanzo wako, tangia udogo wako, ila al'ana, mpaka hivi sasa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya wale watu wake kumwambia haya maneno, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waelewa ya kwamba mioyo yao ipo kwake yeye, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amtibu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutoka na moto. Inni nadhirun lakum, hakika yangu mimi kwenu nyinyi ni mwonyaji, ni mwenye kuonya kunako na ushirikina. Min adhabin shadidi, kutokamana na adhabu kali. Min adhabin shadidi, kutokamana na adhabu kali ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuwabashiria watu kunako na kheri ambazo zitawaingiza wao katika pepo, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuwalingania watu kunako na shari, waache shari ambazo zitawaingiza wao katika moto. Na kheri ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuwalingania watu at-tauhid, wa huwa ifradu Allah bil ibada. Na jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja nao kuwakataza, kuwaonya watu, amekuja kuwakataza, kuwakemea watu kunako na ushirikina, kunako na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, at-tauhid ضد الشرك, kinyume cha tauhid itakuwa ni shirki, kinyume cha tauhid ni ushirikina. Na ibada nyingi za Kiislamu na ibada nyingi za Uislamu zimejengeka katika tauhidi. Kwa maana mtu asipokuwa na tauhidi katika ibada zake, huyo anakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala 100%. Ndugu zangu katika imani, tujitenge na ushirikina, tujitenge na ushirikina, tuziingize tauhidi katika ibada zetu, katika matendo yetu. Hiyo ndio dawa aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tutaona tukipata wasa vile ambavyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwatuma masahaba zake kwenda katika pande mbalimbali za dunia, alikuwa akiwaambia, innaka taqdim ala qawmi min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, al-ilmu inda Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.